neno lake. Ninawakaribisha ili tukaweze kubarikiwa na neno la Mungu kwa jina kuu la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ni Moses Njogu. Yesu ni Bwana. Na naamini ya kwamba siku ya leo na katika programu ya leo Mungu anaenda kunena na kila mmoja ambaye anatazama kwa jina la Yesu Kristo, na ninaamini Mungu anaenda kunena na hali zetu in the name of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Asante kwa kuweza kufuatilia mahubiri yetu na programu zetu katika channel hii. Mungu wa mbinguni awabariki sana, na ninaamini ya kwamba mambo yote iko sawa kwa sababu Yesu anatawala. In Jesus mighty name. Ningependa tuombe ili tuweze kushiriki neno la Mungu kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, kwa jina kuu la Yesu, ninakushukuru wakati huu kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya nafasi ingine ambayo umetupea tukaweze kushiriki neno lako. Ninaombea wapendwa wote ambao wanatazama, Bwana ukawabariki na ukawatendee mema. Ninaomba Bwana ukawainue kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana Roho wako Mtakatifu atatusaidia hata tunaposhiriki neno lako in Jesus mighty name. Asante kwa sababu wengi watapona, wengi watarejeshwa, wengi watakombolewa na mambo makubwa yatatendeka kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa mambo yote kwa kuwa wewe ni Mungu mwema, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Leo ningependa kuzungumzia sababu inayofanya kuwe na migawanyiko katika maushirika, katika kanisa, sababu ambazo zinaleta ile migawanyiko, divisions and split in the church, ama katikati ya wapendwa. Unakuta ya kwamba watu walikuwa wanafanya jambo moja kwa pamoja, kwa mara moja tu ukakuta ya kwamba kumepata mipasuko, kumepata migawanyiko. Watu wanaweza kuwa hata kwa ya ushirika moja ama kwa kanisa moja, lakini hawako katika umoja. Kuna ile migawanyiko pale. Na kwa hivyo leo tu kwa dakika ambazo Mungu atatujalia tutaweza kuzungumzia yale mambo, na Mungu atatusaidia kwa sababu Roho wake ako pamoja na sisi. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba ukafuatane nami hadi tamati, na Mungu wa mbinguni atakutendea mema in Jesus name. Praise the Lord. Ningependa nisome neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 na ule mstari wa kwanza. 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. The Bible says, "But I, brethren, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infant in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you are not ready for it, and even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave them growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives them growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Praise the name of the Lord. Tunaona Paulo anaandikia hili kanisa la Wakorintho, na inaonekana kwamba hili kanisa lilikuwa na migawanyiko. Wengine wanasema ni wa Paulo, wengine wanasema ni wa
Apollo, praise the name of the Lord, na kukawa na wifu, kukawa na strife, praise the name of the Lord, kukawa na vita pale, praise the name of the Lord. And Paul alikuwa lazima angezungumzia jambo hili ili kuweza kurejesha umoja katika lile kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona kuna mambo kadha ambayo anaongea pale ambayo ni ya muhimu sana kuzingatia kama watu wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu at the end of the day kila Mungu anahitaji kutoka kwetu ni umoja, ni kufanya kazi kama watu wa baba mmoja, ni kupendana. Praise the name of the Lord, regardless of your mahali umetoka, your background, bila kujalisha cheo chako, bila kujalisha your financial status, your social status. God wants us to love one another, to be in unity in the mighty name of the Lord Jesus Christ. But unakuta kwamba katika nyumba ya Mungu na katika kanisa kuna migawanyiko, kuna vikundi mbalimbali vile vinajitenga kwa sababu ya mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini mapenzi ya Mungu kwetu ni kwamba tukakae kwa upendo mtu na mwingine kwa jina la Yesu Kristo. Ni mambo gani ambayo husababisha hii migawanyiko miongoni mwa wapendwa? Praise the name of the Lord, hallelujah. Jambo la kwanza tunaona ni kwamba wale watu wa kanisa la Korintho walikuwa bado hawajakomaa kwa mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa anawaandikia, anawaambia, nilipokuja kwenu singeweza kuongea kama watu ambao wamekomaa kiroho. Haleluya. Ningependa kujua kwamba kuna aina ya tatu za watu. Kuna natural man. Natural man ni mtu ambaye hajaokoka, ni mtu ambaye hajapeana maisha yake kwa Yesu. Praise the name of the Lord. Huyo tunamuitanga mtu wa asili, mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hajajisalimisha kwa Bwana Yesu ili Yesu akaweze kumtawala, ili akaweze kutawaliwa na neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Mtu wa pili ni mtu ambaye tunaita carnal man. Praise the name of the Lord. Hapa ndipo Biblia inamuita mere human ama fresh, mtu ambaye anaongozwa na mwili. Haleluya. Paulo anamwambia kwamba I could not speak to you as a spiritual people but as people of the flesh, kama watu wa kimwili, carnal. Haleluya. Huyu ni mtu ambaye ingawa ameokoka bado anatawaliwa na hisia na mambo ya kimwili. Praise the name of the Lord. Kwa njia fupi ni kwamba hajakomaa kwa mambo ya Mungu. Praise the name of the Lord. Hajakubalia neno la Mungu limtawale, Roho wa Mungu amtawale, hajajipeana, hajajisalimisha kabisa katika utawala wa Yesu katika maisha yake. Praise the name of the Lord. Mtu wa tatu ni a spiritual man, mtu ambaye sasa amepeana maisha yake kwa Yesu. Spiritual man si mtu ambaye anaenda akiongea na ndimi kwa barabara, ni mtu ambaye amekubalia neno la Mungu liweze kutawala maisha yake. Praise the name of the Lord. Amejipeana kabisa katika uongozi wa Bwana. Amefanya Yesu kuwa Bwana wake, a Lord. Praise the name of the Lord. Ili akaweze kutawala kila jambo la maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Paulo alipokuwa anaongea nao watu, alisema ya kwamba hawajakomaa, bado ni watu wa kimwili. Ndio wameokoka kwa sababu anaandikia kanisa, lakini bado wale watu hawajakomaa, bali bado wako na tabia za kimwili. Praise the name of the Lord. Ndiposa unaona miongoni mwao kuna wifu, miongoni mwao kuna vita, kuna kung'ang'ana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna mapigano, kuna migawanyiko, kwa sababu wale watu hawakuweza kuwa wamekomaa kwa mambo ya Mungu, hawakuwa wamepeana maisha yao kwa Bwana ili Bwana akaweze kutawala maisha yao. Bado wanatawaliwa na hisia za kimwili. Haleluya. Na hapa Paulo anawaambia ndio maana kuna migawanyiko miongoni mwao. Praise the name of the Lord. Wengine wanasema wao ni wa Paulo, wengine wanasema wao ni wa Apollo. Praise the name of the Lord. Na Paulo anajaribu kuwarejesha, akiwaonesha kwamba wao ni kitu kimoja,
wale ambao walifanya kazi kwao walikuwa wametumwa na Mungu mmoja, na kila mtu alifanya ile kazi ambayo Mungu alikuwa amemwekea, ile kazi ambayo Mungu alimtuma afanye. Praise the name of the Lord. Na anapeana mfano, anasema ya kwamba yeye Paulo ni kupanda alipanda, naye Apolo akamwagilia maji. Kila mtu alikuwa na assignment yake. Haleluya. Na kwa hivyo hakuna aliyekuwa mbora kuliko mwingine, hakuna wa maana kuliko mwingine. Tunaishi nyakati ambazo watu wanajitenga kulingana na matatizo zao. Kuna wale ambao wanajiona wakiwa bora kuliko wengine. Praise the name of the Lord. Lakini wacha nikuambie kitu moja siku ya leo kwa upendo wa Bwana, ya kwamba bila kujalisha cheo chako katika kanisa, katika kikundi, katika jamii, haleluya, wewe si wa maana sana, bali hiyo ni neema ambayo Mungu amekupea ya kuweza kuwa katika kile cheo, na usitumie kile cheo kwa kiburi, usipatwe na kiburi kwa sababu ya jina lako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Huwa ninawaambia watu, tukifika kule mbinguni hakutakuwa na tent ati moja ni ya viongozi hawa, ingine ni ya maapostles, ingine ni ya mareverend, ingine ni ya askofu, ingine ni ya maapostles. Kule hakuna matent ya viwango. Praise the name of the Lord. Hapa ndipo dunia ndipo kuna unakuta ukienda kwa hafla fulani ama kwa ifenda, unakuta kwamba kuna viti vya hawa, viti vya wale. Lakini katika macho ya Mungu, praise the name of the Lord, we are all servants. Mungu akituangalia anatuona tukiwa watumishi. Praise the name of the Lord. Na hakuna huduma ndogo kushinda huduma zingine. Sote tuna Mungu, kila Mungu anaangalia ni faithfulness kwa kile ambacho unafanya. Je, kile ambacho unafanya unakifanya kwa uaminifu? Kama wewe ni mwinjilisti, je, unafanya uinjilisti kwa uaminifu? Kama unafanya kazi ya uchungaji, je, unafanya hiyo kazi kwa uaminifu? Kama wewe ni mwimbaji, haleluya, kama wewe ni asha pale kanisani, kama wewe ni mwalimu wa watoto pale kanisani, je, unafanya yale mambo kwa uaminifu? Because kile Mungu anaangalia na kile Mungu ataliward, kile Mungu atalipia ni faithfulness. Kile ambacho ulifanya, labda wewe Mungu amekupea kazi ya kuhakikisha kanisa liko safi. Are you doing it faithfully? Praise the name, without murmuring, without complaining. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo Mungu ataweza kulipia. Haleluya. Na kutambua wale ambao walisimama na kufanya kwa uaminifu kwa jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Paulo anawaambia kanisa la Wakorintho ya kwamba mimi nilipanda, naye mwingine akamwagilia maji, na anamwambia kwamba yule ambaye alimpanda na yule ambaye alimwagilia maji au si kitu. Praise the name of the Lord. Bali Mungu ambaye alifanya ile mbegu ikakua. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo alikuwa anasema ya kwamba tunapaswa kumtambua yeye peke yake ambaye ametutuma, mwenye ametupea kazi. Praise the name of the Lord, ambaye ni Mungu, ndiye tunapaswa kutambua in the name of the Lord Jesus Christ. Na tukifanya hivi, hakutakuwa na migawanyiko miongoni mwa wapendwa, hakutakuwa na migawanyiko miongoni mwa watu ambao wameokoka, ni waumini. Haleluya, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba wale ambao walifanya hiyo kazi watapokea mshahara wao, watapokea malipo yao. Haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri tukahakikishe ya kwamba katika yale mambo ambayo tunafanya, haleluya, tunamtambua Mungu peke yake, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo ili migawanyiko ishe, lazima tuweze kukomaa kwa mambo ya Mungu, tukaelewe vile Mungu anavyofanya kazi, utendaji kazi wa Mungu katika maisha yetu.
kwa jina kuu la Yesu Kristo, na ili kusiwe na watu ambao wanajiona bora kushinda wengine. Wengine wanajiona wamepakwa kushinda wengine, wengine wanajiona kama wako karibu na Mungu kushinda wengine. Praise the name of the Lord. Vile ambavyo Mungu anavyokuinua ndivyo unapaswa kuendelea kunyenyekea na kujipeana na kuwatambua wengine kwa jina kuu la Yesu Kristo. Hebu tumfikirie habari ya Yesu ambaye alikuwa ni Mungu 100%. Biblia inasema ya kwamba hakuchukulia kule kuwa kama Mungu, kule kuwa Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho. Praise the name of the Lord. Bali alinyenyekea, akakubali kushuka hadi hapa duniani. Praise the name of the Lord. Akajifika mwili wa mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, alipitia process zote za mwanadamu. Praise the name of the Lord. Alipitia changamoto zote ambazo wanadamu anapitia. Haleluya. Alikuwa akiwa mtoto, alikuwa kama watoto wengine. Haleluya. Lakini Biblia inasema ya kwamba alinyenyekea hadi kufa, hata kifo cha msalaba. Praise God. Hakuona kama yeye ni Mungu anastahili kupitia yale mambo, bali alipokuja hapa duniani alikubali, haleluya, kunyenyekea. Ingawa alikuwa Mungu, ingawa alikuwa na uweza wote, oh my God, hakuchukulia kule kuwa kama kitu cha kushikamana nacho, bali alinyenyekea, alijifika namna ya utumwa, ya mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akakuja hapa kutumika. Biblia inasema ya kwamba alikuja kutenda mapenzi aliyemtuma, akuja kutenda mapenzi yake mwenyewe. Tunaona hivyo hata pale katika shamba la Getsemani alipokuwa naomba, alisema, Baba, kama ni mapenzi yako, ninaomba kikombe kiniondokee, bali si mapenzi yako yatendeke, bali mapenzi yako yatendeke, in Jesus mighty name. Wakati huu mpendwa ambaye unanitazama, ni vizuri ukajipeane kwa mapenzi ya Mungu. Ni vizuri ukanyenyekee. Oh my God, Yesu ndiye mwigo wetu, Yesu ndiye tunayetazamia, Yesu ndiye tunayefuata. Na kama Yesu aliweza kunyenyekea, alitembea miongoni mwa watu, Biblia inasema ya kwamba hata watu hawangemtofautisha na watu wale wengine, kwa sababu alifanana na wao. Ndio ilibidi watu walipe Yudasi ili akaweze kuwaonesha Yesu, kwa sababu hakuwa tofauti na mitume wengine, kwa sababu alikuwa kama wao, alinyenyekea, alitembea na wao, alikula na wao. Praise the name of the Lord. Tunaona mahali kwingine alikuwa anaenda hata anakwaza Wayahudi na Mafarisayo. Tunaona kule kitembelea katika boma la Zakayo. Haleluya. Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Watoza ushuru walikuwa wananyang'anya watu mali zao, walikuwa wanachukiwa katika jamii, walikuwa wanaonekana kulingana na sheria na walikuwa na wenye dhambi. Lakini tunakuta Yesu anajinyenyekesha, anaenda mpaka kwake na anakula na yeye. Tunaona matokeo ya lile jambo. Matokeo ni gani? Zakayo alikubali Yesu, alimwamini Yesu. Praise the name of the Lord. Na alikubali kurejesha vitu vyote ambavyo amewanyang'anya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kusiwe na migawanyiko ndani yetu, lazima watu wakubali kushuka. Lazima usijione bora kushinda wengine. Mahali ulipo ni Mungu amekupea neema. Praise God. Ni kwa neema tu ya Mungu, si kwa sababu ati wewe ni bora, ati wewe kuna kitu umefanya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tukatamani sana kukomaa kwa mambo ya Mungu, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Wakati umekomaa katika Mungu, utajua kusamehea wale ambao wanakukwaza, utajua kudili na watu walio na madhaifu mbalimbali, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Sote tuko na madhaifu hapa na pale. Haleluya. Na hata wewe uko na madhaifu yako ambaye itabidi watu wafumiliane nayo ili mkaweze kwenda safari pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kwa hivyo ni vizuri tukaweze kukomaa. Na tutakomaa kwa njia gani? Kwa kukubali kulitii neno la Mungu katika maisha yetu, in Jesus mighty name. Glory to God. Hallelujah. Na wakati tumefanya hivyo, tutakuta ya kwamba migawanyiko imeisha, in the name of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na kwa hivyo tunaona Paulo akisema ya kwamba, for verse 9 anasema kwamba, for we are God's fellow workers, we are God's fellow workers, we are
co-workers with God. Praise the name of the Lord. Mungu anafanya kazi na sisi. Praise God. You are God. Na watu ni shamba la Mungu, ni mjengo. In the name of the Lord Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Wakati watu wameenda kwa shamba, lengo linakuwa moja. Praise the name of the Lord. Ya kwamba watapata mavuno baada ya msimu. Praise the name of the Lord. Wakati watu wanaenda kwa mjengo, wanakuwa na lengo moja ya kwamba huu mjengo utakamilika na ukae vile ambavyo mwenye kazi ama mwenye nyumba alikuwa anataka ule mjengo ufanyike. Tunaweza kuwa tu mafundi wengi, tunaweza kuwa tu wafanyikazi wengi, lakini lengo ni moja. Lengo ni kuhakikisha ya kwamba tumeleta mafuno katika ufalme. Praise God. Tumeleta mafuno katika ufalme. Yesu alisema, tazama, mashamba ni meupe, lakini watendakazi ni wachache. Akasema ya kwamba obeni basi Bwana wa mafuno atume watenda kazi katika shamba lake. Haleluya. Na kwa hivyo we are co-workers with God. We are co-workers with God. Sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu, na lengo ni kuleta nafsi, lengo ni kuleta watu katika ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni wajenzi wa nyumba ya Mungu, building, God's building. Kitu ambacho Mungu ametuita kufanya ni kujenga maisha ya watu. Praise the name of the Lord. Na kile ambacho Mungu atatenda kutupitia, haleluya, utukufu utamrudia Mungu. Utukufu utaturudia sisi. Haleluya. Utukufu utamrudia Mungu baada ya mwisho, baada ya siku, baada ya mambo yote. Utukufu ni kwa Bwana. Haleluya. Usikubali upokee utukufu wa Bwana katika maisha yako. Wacha Bwana akapokee sifa zote, akapokee utukufu wote kwa jina kuu la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu yeye ndiye mwenye kujenga. Unakuta kwamba wakati mjengo unaweza kuwa na mafundi wengi, but kuna yule mmoja ambaye ni contractor, ambaye kuna picha ya ile nyumba vile itakavyokamilika, vile itakavyoenda. Kwa hivyo hao mafundi wengine ambao wako chini yake wanachukua instructions from the senior constructor. Praise the name of the Lord. Na wanaijenga kulingana na mawazo yake na blueprint ambaye ako nayo ya ile nyumba. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo sisi ambaye tuko hapa tunafanya kazi ya Mungu, tuko chini ya mjenzi mkuu ambaye ni Mungu, ambaye ako na mawazo, ako na mchoro wote wa hii nyumba vile ambavyo itakamilika. Na kwa hivyo lazima tujipeane kwake, tukijua ya kwamba yeye ndiye mwenye kila kitu, na mwisho wa siku ni yeye atakayetulipa mishahara kwa ajili ya kazi ambayo tutakuwa tumefanya kwa jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo ninakusihi kwa jina la Yesu, usiwe sababu ya kuleta migawanyiko katika mwili wa Kristo. Mwili ni mmoja, haijalishi uko katika dhehebu gani, bali we are one body, the body of Christ. We are the church of Christ, kwa ile jumuiya ya wauminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati Yesu anapotuangalia, atuangalii kwa majina ya madhehebu ambayo tunatoka. Yesu anatuangalia kwa kumwamini yeye. Ile damu ambayo iliokoa, inaniokoa nikiwa dhehebu moja, ndio inayokuokoa ukiwa dhehebu nyingine. Hakuna damu inayokoa watu inayoosha watu wa dhehebu hili na ingine inaosha watu wa dhehebu lile ingine. We are washed with the blood of Jesus, with the blood of the Lamb of God, Jesus Christ. Hallelujah. Na kwa hivyo sisi ni watu tulio na roho moja. Kama tumejazwa na roho moja ambaye ni roho wa Mungu. Haleluya. Na kwa hivyo hakuna cha kujifunia, hakuna cha kuingia katika maisha ya chochote kile ambacho ulicho nacho ni Mungu amekupea, ni kwa neema ya Mungu. Hata haukustahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haukustahili, ni kwa neema ya Mungu. Unajua neema ni kupokea vitu ambavyo haukustahili, vitu ambavyo hata haukufanyia kazi ndio uvipate, bali Mungu kwa upendo wake, Mungu akaziachilia kwako ili ukaweze kufaidika na ukaweze kutumika kwa ajili ya Mungu. Praise God. Hallelujah. Hata wokovu tulio nao, Biblia inasema ya kwamba tunaokoka kwa neema
kupitia imani, bali si kwa matendo yetu, si kwa kazi zetu, ni kwa neema ya Mungu. Haleluya! Na hiyo neema ndio inatupeleka, ndio inatusaidia kufanya mambo yote, haleluya, katika ufalme wa Mungu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Na kwa hivyo katika neno la leo ni vizuri tukajihadhari, tukawekubali kukomaa. Unajua, growth is a process and growth is a personal decision. You must make a decision that I'll mature, I'll grow spiritually in the mighty name of Jesus Christ. Sitakaa katika hali ya utoto, sitakaa katika hali ya kimwili, sitafanya mambo kwa namna ya kimwili, but nitakubali kukomaa kwa mambo ya Mungu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Na Mungu atakusaidia, kwa sababu Mungu atusaidia. Ukijipeana, Mungu atakusaidia in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo mpendo ambaye unanitazama asubuhi, wakati wote ule ambao unanitazama ukiwa mahali ulipo, wacha ukakubali ya kwamba wewe hautakuwa sehemu ambaye inaleta migawanyiko, chuki na vitina miongoni mwa watu wa Mungu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu atakubariki sana na atakutendea mema, kwa sababu yeye ni Mungu mwema na yeye ni Mungu wa kweli, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninaombea Mungu awabariki sana, Mungu awatendee mema, Mungu awainue kwa jina kuu la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Ningependa tuombe ili tukaweze kumalizia in Jesus name. Mwacha tuombe. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu, na asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya mpendwa huyu ambaye anatazama, ninamwombea baraka. Asante Jehova kwa sababu ya kipindi hiki. Baba, ninaomba neema yako ikanjae katika kipindi hiki. Ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba wengi wataweza kufikiwa na habari njema ya ufalme, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Wengi watapona, wengi watakombolewa, wengi watainuliwa, wengi watapokea miujiza yao kwa jina kuu la Yesu Kristo. Ninawaombea baraka na ushindi kwa kila jambo ambalo wanafanya in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ninaomba neno la siku ya leo na neno hili likaweze kupenya hadi katika roho nafsi zao na roho zao, na likaweze kuleta matunda, likaweze kuleta mabadiliko kwa maisha yao, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ninaombea baraka na ushindi kwa kila jambo. Bariki familia zao, bariki kazi ambazo wanafanya, na Bwana watendee mambo mema, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Na ni katika jina kuu la Yesu tumeomba na pia tumeamini. Amen, amen. Praise God, hallelujah. Ninafurahia kuja kwako. Mungu akubariki sana. Unaweza kushare program hii na watu wengi, na Mungu atakubariki. Shalom. Mungu akubariki sana. Amen.